Pride. Jumapili Aprili 16 mwaka huu, aliyekuwa mke wa msanii wa Bongo Flava Ali Saleh Kiba almaarufu kama Ali Kiba, Amina Khalif aliadhimisha kumbukumbu ya siku yake ya kuzaliwa. Huku akijisherehekea mwenyewe, mama huyo wa watoto wawili alifichua kwamba kadri umri wake unavyosonga ndivyo anavyozidi kuwa jasiri. Na nukuu alichokiandika: mwaka mmoja jasiri zaidi, siku ya kuzaliwa yenye furaha kwangu, ameandika Amina. Watu wake wengi wa karibu walitumia pia siku hiyo kumsherehekea mchambuzi huyo wa masuala ya fedha na kumtakia heri maishani. Licha ya ndoa yao kuvunjika zaidi ya mwaka mmoja uliopita, Ali Kiba hakuachwa nyuma katika kumsherehekea mzazi mwenzake huyo. Star huyo wa muziki nchini Tanzania alimtakia mama huyo wa watoto wake wawili heri ya siku ya kuzaliwa na kumwombea baraka maishani. Na nukuu maneno yake: Happy birthday mama watoto, Allah akupe hitaji la moyo. Ali Kiba alimwandikia mkewe huyo wa zamani. Ali Kiba aliambatanisha ujumbe huo na video yake akiwa na watoto wake wawili wa Amina, Kian Kiba na Kamran Kiba. Wakati akimjibu baba huyo wa wanawe, Amina alimshukuru kwa kumtakia heri. Na nukuu maneno yake: asante baba watoto, alijibu Amina kwenye ukurasa wake wa Instagram. Talaka ya Ali Kiba na mzazi mwenza Amina Khalif kutoka Kenya iligonga vichwa vya habari mapema mwaka jana. Ombi la talaka liliwasilishwa mahakamani na Amina mwezi Februari na kusikilizwa kwa miezi kadhaa kabla ya kuamuliwa. Miezi kadhaa baadaye, mama huyo wa watoto wawili alitangaza kuwa yupo huru, ujumbe ambao ulieleweka kumaanisha kesi ilikuwa imekamilika. Amina, ambaye sio maarufu sana kwenye mitandao ya kijamii, aliposti picha ya ngome iliyo wazi na ndege akiruka. Pia alifuta picha zote za Ali Kiba, zikiwemo zile za harusi yao ya kifahari iliyofanyika mnamo Aprili 2018. Duru za kuaminika sasa zilisema Ali Kiba alijaribu kuokoa ndoa yake, ingawa mwishowe juhudi zake zikaambulia patupu. Mimi ni Sanifa Khalifa na hii ni Global TV. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, Instagram na Facebook. Utatupata kwa jina la Global TV Online, na Twitter ni Global Habari.